Mvua kubwa ilionyesha jijini Nairobi jana usiku ilisababisha maafa na mafuriko makubwa yaliyoathiri maeneo kadhaa jijini, barabara kuu zikifurika na wakazi jiji la Nairobi wakilazimika kukesha nje kwa kushindwa kufika majumbani kwao kwa wakati. Barabara muhimu zikiwemo ya Uhuru, ya Jogoo, ya Mombasa pamoja na ya Kirinyaga zilifurika, huku baadhi ya magari yakisombwa na maji. Na asubuhi ya leo wakazi na wafanyabiashara wameamkia kukadiria hasara kubwa iliyosababishwa na mafuriko hayo. Taarifa hii imeandaliwa na Ashley Ateno nikaitia sauti. Mvua iliyoonyesha jana jioni jijini Nairobi ilibadilika kuwa mafuriko makubwa yaliyoathiri sehemu mbalimbali. Ndani ya muda mfupi maji yalijaa katika barabara kadhaa na kusababisha msongamano wa magari. Barabara kuu zikiwemo ya Uhuru, ya Jogoo pamoja na sehemu za barabara ya Mombasa zilifurika, huku baadhi ya abiria na madereva wakilazimika kutoka ndani ya magari yao ili kutafuta maeneo salama. Na katika maeneo mengine, mawimbi makali ya maji yalibeba magari kadhaa. Asubuhi ya leo, picha halisi ya uharibifu ulioachwa na mafuriko hayo ulijitokeza. Katika eneo la Grogon kando ya barabara ya Kirinyaga, athari za mafuriko hayo zilionekana wazi. Wafanyabiashara na mafundi waliungana ili kuvuta na kuondoa baadhi ya magari yaliyokwama hapa. Sisi wenyewe ndio tunajaribu kuokota debris zetu. Ukiweka kama mimi kiosk zangu kama 4 nimeokota tu mlango 2. Jiko ingine hapo. Wakazi wanasema hili ni tukio la 3 la mafuriko kuathiri biashara zao licha ya malalamiko ya mara kwa mara. Wakitaka kura wanatukujia, lakini wakati tumepata majanga hivi sasa hawawezi wakapatikana, hawaonekani, hawakuji. Chifu anakuja kuchukua information na lakini wanaondoka, hawezi wakarudi. Kesho tutaona ikija mahali hapa. Lakini mbali na uharibifu wa mali na vifo, katika eneo hili wafanyabiashara walifanikiwa kupata miili ya watu 3 ambao waliaga kutokana na athari ya mvua hiyo. Aidha, maafisa wa Msalaba Mwekundu pia walipata mwili wa muuza mayai chini ya gari lililopinduliwa na nguvu za maji. Sasa huyo mzee anatuleta hizo mayai, nikaona akibebwa na maji kutoka huko juu, na tunamjua. Tukaona amebebwa na maji, sasa kwenye maji ilikuwa mingi, hatukujua imeenda aje. Sasa ndio tunamuona chini ya gari. Wakati huo huo, wakazi wa Nairobi walilala gizani na kushinda bila umeme, shirika la umeme nchini likithibitisha kukatika kwa umeme katika maeneo kadhaa baada ya kituo cha umeme cha South C kusombwa na maji. Aidha, serikali ya kaunti pia imeripoti kukatika kwa huduma za maji katika baadhi ya maeneo yakiwemo Outer Ring, Eastleigh, barabara ya Kiambu, Korogosho, Dandora na Brookside Drive.